صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي من على عباده المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الإخوة والأخوات المتابعين لهذه السلسلة الطيبة، سلسلة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرحب بكم في لقائنا الأخير. Ndugu zangu wapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nafasi nyingine ambayo naichukua kuwakaribisha tukiwa na maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na leo hii tutakuwa pamoja na hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote tunatambua ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hijra, amegura kutoka mji ambako amezaliwa ambao ni mji wa Makka, na akaenda katika mji mwingine. Huo mji ndiye ambao tunataka tuondoke na mtume sallallahu alaihi wasallam twende mpaka katika mji huo, lakini hatutaenda tu kwa haraka. Safari yetu itakuwa na utaratibu ufuatao. Jambo la kwanza, tutaanzia katika sababu za mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra. Ni sababu zipi ambazo zimemfanya mtume sallallahu alaihi wasallam afanye hijra, asbabul hijra. Jambo jingine tutazungumzia ni kuhusu takhtit, strategy, mipango ya hijra, khitatul hijra, mipango ya mtume ya hijra. Jambo la tatu tutazungumzia ni tariqatul hijra, njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia katika kugura. Jambo la nne tazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyoingia Madina, na wakati mtume aliingia Madina ni yapi na yapi ambayo alianza nayo. Baada ya hapo tutakuja kuzungumzia maana ya neno ghazawat. Maana ya neno ghazawat, muhimu tu wewe lishike hivyo neno ghazawat na ujue tutakuja kulieleza neno ghazawat linamaanisha nini. Kwa hiyo neno ghazawat lione ni kama msamiati wa leo ambao baadaye utakuja kufahamu. Namba 6 tazungumzia ni ghazawati zipi muhimu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallama alishiriki. Ni ghazawati zipi muhimu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallama alishiriki. Namba 7 tutazungumzia maadili ya mtume katika vita. Maadili ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika vita. Namba 8 tazungumzia maadili ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika amani. Maadili ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika amani. Hayo ndiyo ambayo tutakuwa nayo inshallah. Kwa hiyo safari yetu ianze, na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala huko tuendako tufike salama. Kwa hiyo nitaanza kueleza katika asbab alhijra. Asbab alhijra, sababu ambazo zimesababisha mtume sallallahu alayhi wasallam agure. Sababu ambazo zimefanya mtume sallallahu alayhi wasallam agure kwa haraka kwa ujumla. Sababu ya kwanza ambayo imemfanya mtume sallallahu alayhi wasallam agure, ya kwanza ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya Allah, au kwa lugha nyingine idhni.
idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amempa idhin mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama agure. Jambo la pili ambao ni sababu ya hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallama ni kutimiza malengo ya kutumwa kwake. Kutimiza malengo ya utume wake ni kutimiza malengo ya utume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kama ninavyozieleza na kwenye kitabu ambacho tuko nacho, taka tuwe tunafuatiliana moja baada ya nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuamua yeye mwenyewe kufanya hijra. Mtume yeye mwenyewe hakukaa akaamua kwamba wacha mimi nifanye hijra, la, bali alingoja mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akampa ruhusa kwamba sasa wakati wako wa hijra umefika, ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hijra, bimaana akagura. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aseme, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a, ambayo hii inamaanisha kwanza yeye ni mtume wa watu wote. Ni mtume wa watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, na kwa sababu ametumwa kwa watu wote, ina maana atimize lengo la kutumwa kwake. Sio kwamba hao watu wote watakuwa wanatoka katika miji yao wanakwenda pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, bali yeye ndiye ambaye anatoka kwenda kuwafikishia. Na hii message nataka nitoe iwafikie watu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa atoke kufanya da'wa sirria. Shia da'wa sirria, kaambiwa fanya da'wa jahriya, na alipoambia da'wa jahriya ikambidi mtume sallallahu alaihi wasallam atoke, a reach out kama wanavyosema. Mtume sallallahu alaihi wasallam a reach out, awafikie wale ambao anawalingania na awafahamishe haki, hakujifungia ndani ya nyumba. Hiyo ndio maana qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kutimiza malengo ya kutumwa utume wake. Sababu nyingine miongoni mwa sababu za hijra ni ugumu wa mazingira aliyo ndani yake. Ugumu wa mazingira na jamii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam yuko ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya da'wa Makka, wale ambao ni ndugu zake, wale ambao ni wajomba zake, wale ambao ni ammi zake, wale ambao ni jamaa zake, ndio wanakuwa ni wa kwanza kumpiga vita, mpaka kukatoka misemo hata kabla yake kwamba nabii hakubaliki kwao, nabii hakubaliki kwao. Ndio utaona kunatokea neno hijra. Kwa hiyo ugumu wa mazingira na jamii ambayo imemzunguka. Sababu nyingine ni sababu ya kiuchumi. Sababu ya kiuchumi. Hii sababu ya kiuchumi ikoje? Ni kwamba ikiwa jamii ambayo imemzunguka haimtaki, ikiwa jamii ambayo imemzunguka haimtaki, na ardhi ni pana, inna ardhi wasi'a, inna ardhi wasi'a, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ardhi yangu ni pana. Kwa hiyo fanyeni nini? Kwa hiyo fanyeni hijra. Wale ambao watakuja kutolewa roho na malaika, innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim, wale ambao malaika wanakuja kuwatoa roho na wakiwa wamedhulumu nafsi zao, qalu, watawauliza fima kuntum, nyinyi mlikuwa katika hali gani?
kwa nini mliteswa, kwa nini mliumia, kwa nini hamkufanya 1 2 3? Watasema kunna mustadhafina fil ardh, sisi tulikuwa ni wanyonge, tulikuwa ni madhaifu katika ardhi, tulikuwa tukisumbuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha malaika waulize, alam takun ardhullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, je, hamkujua kwamba ardhi ya Allah ni pana? Hamkujua kwamba ardhi ya Allah ni pana, fatuhajiru fiha, mkafanya hijra? Alam takun ardhullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Allah katika upande wa uchumi ametuambia, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Kwa hiyo hapa nilikuwa nikisherehesha nukta ya kwanza ambayo inataja sababu za hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijra? Na ni muhimu hizo sababu zote watu waweze kuzingatia. Sababu ya tano, sababu ya tano ambayo ni ya kufanya hijra ni kuwaondolea dhiki, kuwaondolea dhiki wafuasi wake. Kwa nini kuwaondolea dhiki wafuasi wake? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam awaondolee dhiki wafuasi wake? Kwa sababu itambulike ya kwamba jukumu la kidawa, wa kwanza ambaye ni wa kuulizwa na ndiye mas'ul katika jukumu la da'wa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inachukua muda tena mrefu wa kuwafanya mpaka maswahaba waweze kuelewa ya kwamba hili jukumu ni la Mtume na pia ni letu. Na hata kama maswahaba hilo jukumu ni lao, lakini bado wanategemea upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwaeleza namna ya kufanyia kazi jukumu hilo. Bado wanategemea upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaeleze namna ya kufanyia kazi jukumu hilo. Na kwa sababu inategemea upande wa Mtume awaeleze namna ya kufanyia kazi jukumu hilo, ndio maana wakawa wanahitaji wapewe mazingira ya wepesi wa kuweza kutulia na kuelewa hayo majukumu, na ndiyo maana ya kuwaondolea dhiki wafuasi wake. Ili uweze kuelewa hii nukta ya kwamba pia hii ni moja ya nukta muhimu ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akiwa Makka katika mwanzo wa da'wa yake, miaka ya mwanzo katika da'wa, kuna muda Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba zake wafanye hijra. Kawaamrisha wafanye hijra kutoka Makka waende Habasha. Na hiyo hijra ya Habasha utaona kwamba Mtume mwenyewe hakufanya hijra, yeye alibaki Makka, lakini akawaambia nendeni. Kwa sababu gani? Lisalamati anfusihim wa salamati dinihim, kwa usalama wa nafsi zao na usalama wa dini yao, kwa sababu aliyaona kwamba ni wachache ambao wataweza kupambana na kuwa na subira na hali ya kimazingira na kijamii ambayo Uislamu unaipitia katika mwanzo wake. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hii hijra ambayo sasa hivi tunakuja kuieleza, ambayo ni hijra ya kuelekea Madina mathalan, utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam sio yeye wa kwanza aliyefanya hijra kwenda Madina. La, kuna watu ambao tayari walikuwa wameshatangulia kwenda Madina, na kwa sababu walikuwa wameshatangulia kwenda Madina, ili wafike huko waweze kupata amani na waweze kulingania wenzao, na iwe ni sababu ya kupata utulivu ili wakati wakifika huko Madina. Kwa hiyo hizi ndizo sababu za hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kugura kwenda Madina, na nataraji hiyo sababu imeweza kufahamika. Baada ya hapa tutambue ya kwamba tukija katika mipango ya hijra, katika nukta inayohusiana na mipango ya hijra,
Tukija katika mipango ya hijra, tunaona wazi ya kwamba katika mipango ya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbwa na hali ifuatayo. Jambo la kwanza, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye hijra, kulitokea njama za Makuraishi. Njama za Makuraishi. Hawa Makuraishi walikuwa na njama, na njama zao ilikuwa ni namna gani wataweza kumpumzisha na kumtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi yake ya da'wa. Na hizi njama zilikuwa na aina nyingi. Walitumia njama ambazo ni aina tatu. Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza vizuri kabisa katika surati Al-Anfal. Katika surati Al-Anfal aya ya 30, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka. Nakumbuka siku ambao hawa makafiri Makuraishi hawa walikufanyia mbinu ya mambo yafuatayo. Mbinu ya kwanza, ili wakufunge. Mbinu ya kwanza ni wakufunge. Mbinu ya kwanza ambayo Makuraishi walikufanyia ni wakufunge. Na hii mbinu ya kufunga ina hali mbili. Hali ya kwanza ni wakufunge jela, ufungwe ndani ya nyumba utoki. Njia ya pili ni wakufunge akili, na kumfunga mtu akili inamaanisha kumlaghai na mapambo ya kidunia. Na hii hali Mtume sallallahu alaihi wasallam zote alizipitia. Kuna muda Mtume sallallahu alaihi wasallam Makuraishi matajiri walimuita wakamwambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, qul lana madha turide, hebu tuambie unataka nini ili utuondolee hizi kelele zako za da'wa. Qul lana madha turid, tuambie ni kitu gani ambacho unataka ili tuondoke katika hii dhiki ambayo tunaipitia. Swali la kwanza, je, unataka mali? Je, unataka mali? Je, unataka mke? Je, unataka ufalme? Yani tuambie katika haya mambo matatu ni kitu gani ambacho unataka. Kama unataka mali, jama'na laka kulla amwalina fa'atainaha iyak. Kama unataka mali, basi sisi tutakusanyia mali zetu zote ambazo tuko nazo, tutakukabidhi. Na kama unataka mke, jama'na laka jami'a nisaina, jami'a banatina, tutakusanyia mabinti zetu wote ambao tuko nao, fatakhtara minhunna ayyataha shi'ta, utachagua miongoni mwao ni yupi ambaye unamtaka. Na kama unataka ufalme, malaknaka tawajnaka, na kama unataka ufalme, basi ufalme tutakupa, muhimu tu uache kazi ya da'wa. Sasa it's a simple question I want to ask you. Ili ni swali jepesi I want to ask you, if you understand this language. What do you think if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went through these circumstances and challenges? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam went through these challenges and circumstances, how about you? Hivi wewe unajitesabu ukoje? And if you ask yourself, do you think are you going to survive? Je, unataraji kwamba are you going to survive if you face these challenges? You want wealth? Je, unataka mali? We gonna collect our wealth and we give it to you. Tutakusanya mali zetu na tukupe. You are a beautiful wife. Unatafuta mwanamke ambaye ni mzuri? Every man, kila mwanamume anatamani awe na mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye ni mrembo. Kwa hiyo, na ndio maana bado macho yetu hayajawahi funga.
Ndio maana macho yetu hayajafunga, unapita unamuona huyu, kesho unamuona yule, kesho unamuona yule, kesho unamuona yule, na kila umuonaye unamuona ni mzuri. Lakini je, kila aliye mzuri kwa macho anakufaa? Kila ambaye moyo wako umemtamani anakufaa? Lakini ndiyo hali tulionayo. Je, unataka ufalme? Nani ambaye hataki ufalme? Nani ambaye hataki ufalme? Hakuna. Nani ambaye hataki ukubwa? Nani ambaye hataki uongozi? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lilmuttaqin. Hii ni hali ya kufungwa. Kisha mtihani mwingine ambao Makuraishi wako nao ni wakuue. Ni wakuue. Wakuue. Mtihani mwingine ambao wanataka, je, uko tayari wakuue au yaktuluka? Allah anavyosema katika hiyo aya ya 30 sura Al-Anfal, au yaktuluka, au wakuue. Na katika kukuua wewe bado tunarudi katika hiyo hali. Hawakuui katika hali moja kwamba wanakuja wanakupiga mapanga wanakuua. La, kuna mbinu nyingine pia ya kukuua. Miongoni mwa kuua ni wakupige mapanga, wakupige ni risasi, wakupige ni mikuki, wakuue. Lakini pia kuna mbinu nyingine. Kuna ile mbinu ambayo unapigwa kitu kinaitwa psychological torture. Wanakupiga na mashambulizi ambayo ni ya kijamii. Jamii inakutenga mpaka moyo wako unakufa, mpaka unakosa hamu ya kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au yakutuluka, au wakuue. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema au yukhrijuka. Ikiwa kukufunga imeshindikana, kukuua imeshindikana, Allah akasema au yukhrijuka, wakufukuze katika mji wao, wakufukuze katika mji wao wa Maka. Au yukhrijuka, au wakufukuze wakutoe katika mji wao. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Wayamkuruna, na wanakufanyia kila vitimbi. Wayamkurullahu, na Allah kila vitimbi wanavyofanya anavipindua. Wallahu khairul makirin, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora wa kupindua vitimbi vyao. Kwa hiyo haya maneno haya ambayo nimeyataja sasa hivi, kumbuka ya kwamba kama wewe sasa hivi ni mgeni katika Uislamu na Uislamu wako ukaupenda na ukaushika vizuri, ni lazima, you have no way, you are going to go through these challenges. Lazima utakuja kupitia challenge kama hizi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alielezwa kabla hata hajafikia kiwango hiki ya kwamba lazima utazipitia. Wakati alipokuja Jibril kwake mara ya kwanza akamletea wahi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka katika Jabal Nur, akaja mbio, akaingia katika nyumba ya Khadija akiwa anatetemeka, akiwa anawaambia zamiluni zamiluni, dathiruni dathiruni, nifunikeni nifunikeni, anatetemeka na uoga ambao aliupata. Khadija akamchukua akampeleka kwa ndugu yake ambaye ni Waraka ibn Naufal. Alipompeleka kwa Waraka ibn Naufal akamwambia maneno mazuri, kisha akamwambia maneno haya, akasema ya laitani kuntu shaba, ya laitani kuntu jad'a, natamani wakati huo ningekuwa bado ni kijana, natamani wakati huo ningekuwa niko na nguvu. Idh yukhrijuka qaumuka, idh yukhrijuka qaumuka, wakati watakapokutoa na kukufukuza watu wako. Idh yukhrijuka qaumuka, wakati watu wako watakufukuza katika mji wao na katika mji wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza awa mukhrijiyahumu, awa mukhrijiyahumu, je, ni kweli kwamba watakuja kunitoa na kunifukuza? Akamwambia lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya au udiya, hakuna yeyote ambaye ashawahi kuja na habari na ujumbe mfano wa ujumbe huu ambao umekuja nao, illa udhiya, isipokuwa atafanyiwa uadui, au udiya, illa udhiya, isipokuwa atafanyiwa maudhi, au udiya, na kufanyiwa uadui. Kwa hiyo unaweza ukaisoma kwa udhiya au ukaisoma kwa udiya.
Kwa hiyo na madamu haya maneno alimweleza na kweli yakatokea kama ambavyo alivyomweleza, na hii ndiyo maana ya mipango ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo je, washirikina waliyafanya au hawakuyafanya? Ilipofika ule usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anagura, kwanza alitoka akaenda kwa Abi Bakar Siddiq. Alipoenda kwa Abi Bakar Siddiq akamwambia, inna Allaha adhina liya bil hijra, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenipa ruhusa ya kugura. Allah subhanahu wa ta'ala amenipa ruhusa ya kugura. Ndio ruhusa ya kugura. Akamwambia Abu Bakar, as-suhbata ya Rasulullah, as-suhba ya Rasulullah, ninaomba nisuhubiane na wewe katika hiyo safari. As-suhba, ninaomba nisuhubiane na wewe katika hii safari. Mtume akamwambia as-suhba bimaana ndio nimekubali. Maandalizi yakaanza kwa muda takriban siku 3, Abu Bakari akiwa anaandaa wanyama ambao watawatumia katika safari yao, Abu Bakari akiwa anaandaa mfanyakazi ambaye atawaongoza katika hiyo njia. Wakaenda mpaka usiku wa kutoka ukafika. Usiku wa kutoka ulipofika, ndio usiku ambao washirikina na wao jana yake wamekaa kikao cha namna gani wataweza kummaliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washirikina wamekaa katika kikao chao kujadili namna gani wataweza kumwangusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wamekaa kikao katika nyumba ambayo inafahamika kama Darun Nadwa. Darun Nadwa ni kama bunge la Makuraish, bunge la Makuraish. Wamekaa huko wanadiskasi namna gani watamuondoa Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Kila mmoja anatoa rai, tumpe pesa, tumfukuze, tumuue, tumtume mtu aenda akamuua. Yani kila mmoja anatoa rai ambayo iko negative against Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara katika kikao hicho akahudhuria mzee mmoja ambaye wote hawamjui, anaitwa Sheikhun min Najd. Sheikhun Najd, mzee mmoja kutoka maeneo ya milimani huko, maeneo ya Najd huko, mzee amehudhuria hapo. Mzee alipohudhuria na ushauri wote ambao wameutoa, yeye akawaambia, sikia, mimi haya mashauri yote ambao mmeyatoa kwangu naona hayana maana, si sahihi, lakini mimi nataka fanyeni kazi ushauri kama huu. Ushauri gani? Ana ara an tajma'u shaban au shababan min kulli usra, min kulli jamaa, min kulli qabila. Mimi naonelea mkusanye vijana kutoka katika kila kabila. Kwa nini? Kwa sababu atakayejitolea kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni katika Bani Tamim, kesi itabebwa na familia Bani Tamim. Akiwa ni katika Bani Hashim, kesi itabebwa ni katika Bani Hashim. Kwa hiyo mimi ninachokiona nini? Kila familia kutoke kijana mmoja, kisha na kila kijana abebe silaha katika mkono wake, kisha tuondoke mpaka katika nyumba ya Muhammad, kisha fayankabba kullu shabin ala Muhammadin fayaqtulah fayuaddu bi anna kulla qabilatin qatila. Kwa hiyo kila kijana akishiriki katika kuua, ina maana kila kabila litahesabiwa kwamba limeshiriki katika kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaonekana kwamba hiyo ndio rai ya maana, hiyo ndio rai ambayo ni sadid, iliyoungwa mkono na kutolewa na nani? Na Sheikhun Najdi. Nani Sheikhun Najdi? Si mwingine isipokuwa ni Iblis al-La'in. Iblis al-La'in ndiye ambaye alijitokeza shetani katika vikao vya watu wa shari, na kila vikao ambavyo ni vya watu wa shari, hii ni tambihi, kila vikao ambavyo ni vya watu wa shari ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kupinga khairi, hakukosekani mshauri ambaye ndio mshauri sugu, mwenye mawazo maovu sugu, mwenye mbinu chafu ambazo ni sugu, ambazo ni za kutumika. Wakafanya kama ambavyo waliahidiana. Usiku wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku akiwa amelala, akamuita Ali ibn Abi Talib aje alale katika kitanda chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajifunike kama anavyojifunika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka mlangoni
Tena wakati anatoka mlangoni, vitabu vya tarikhi vinasema bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka mlangoni na wale vijana wakiwa pale pale mlangoni, lakini bado wanadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale amelala. Mtume akapita kwao, na inasemekana katika baadhi ya vitabu vya tarikh kwamba akawa anasoma aya inayopatikana katika surati Yasin, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Akisoma aya hiyo, wa akhadha hafnata turabi, na akachukua kiasi cha mchanga, thumma ramaha baina a'yunihim, akarusha mchanga huo katika macho yao, na hawakuweza kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka sehemu ambako anakutana na Abu Bakar Siddiq. Baada ya kukutana na Abu Bakar Siddiq, ndipo safari ikaanza. Hii tulikuwa tukieleza mipango ya hijra, mipango ya hijra. Kwa hiyo baada ya hiyo mipango ya hijra, baada ya mipango ya hijra, inafaa tuende katika nukta ambayo inahusu at-tariq, njia ya hijra, njia ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ya hijra, njia ya hijra. Njia ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii njia ya hijra ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitumia, tunaianzia pale wakati anatoka nyumbani kwake. Abu Bakar ametoka kwake, na alipotoka Makuraish kesho yake wakaenda kwa Abu Bakar Siddiq. Wanajua ya kwamba Abu Bakar Siddiq ni rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni lazima, madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amegura na tumemkosa, lazima habari tutazipata kwa Abu Bakar. Wakaenda kwa Abu Bakar. Kufika kwa Abu Bakar, Abu Bakar yuko wapi? Watoto wa Abu Bakar wanajibu kwamba hayupo, na miongoni mwa hao ni Asma binti Abi Bakar, ambaye baadaye alifahamika kama Dhat an-Nitaqain. Dhat an-Nitaqain. Dhat an-Nitaqain kwa sababu gani? Wanaeleza maulama wa tarikh ya kwamba Asma alikuwa na mtandio wake ambao anauvaa, anajifunga nao. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya hijra, Asma alichukua ule mkanda wake, alichukua ule mtandio wake, akauchana vipande viwili. Akauchana vipande viwili. Kipande cha kwanza akazungusha katika kufunga chakula ambacho atakula baba yake pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asma Dhat an-Nitaqain, mwenye mikanda miwili. Mkanda wa kwanza ni ule ambao ameutumia katika kufungia chakula cha Mtume atakachokula pamoja na baba yake wakiwa katika hijra. Mkanda wa pili ni kwamba wakati walipokuja akina Abu Jahl katika nyumba ya Abu Bakar Siddiq, wakamuuliza aina abuki, baba yako yuko wapi? Akasema mimi sijui. Wakadhani yuko ndani ya nyumba, wakamvamia Asma, akampiga kofi. Alipompiga kofi, akapasuka katika sikio lake, akachukua mkanda ule uliobaki, akauzungusha katika kufunga sikio lake, na akaitwa Dhatun Nitaqain. Na maulama wakaielewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba siku ya Kiyama Asma atakuwa na mikanda miwili ambayo itakuwa ni ya dhahabu, itakuwa ni ya ghali, yenye thamani katika janna, kwa sababu ya nguo yake aliyoitumia katika kumhudumia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakatoka kuelekea Madina. Wanatoka katika kuelekea Madina, wanapita katika upande ambao ni wa karibu na bahari. Wakapanda mpaka wakafika katika sehemu inaitwa Ghar Thawr. Inaitwa Ghar Thawr. Wakifika katika Ghar Thawr, na huku njiani misafara ya Makuraish inawafuata. Kwa hiyo nukta ya kwanza tunapata habari kuhusiana na Asma. Tunapata habari zinazomhusu Asma bint Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Ya pili tunahusiana na
Ghar Thawr. Ghar Thawr. Ili pango la Thawr ndio sehemu ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar waliingia na wakajificha. Pango ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja ndani ya Qur'ani akisema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu, ikiwa nyinyi hamtotaka kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameshamnusuru. Idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, wakati walipomtoa wale ambao wamekufuru akiwa yeye ni thaniya ithnain, ni wapili katika watu wawili. Thaniya ithnain ni wapili katika watu wawili. Watu wawili ni akina nani hao? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wakiwa wawili. Idh huma fil ghari, wakati wako ndani ya pango. Idh huma fil ghari, wakati wako ndani ya pango. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, wakati anamwambia sahiba wake, rafiki yake, la tahzan, usiwe na huzuni, inna Allaha ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nasi. Mpaka hapa nilipofika nimeshataja watu muhimu ambao wamehusika katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaonja maumivu, ima maumivu ya kimwili au maumivu ya kiakili. Wa kwanza tumemtaja Abu Bakar Siddiq ambaye amesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa pili tumemtaja Asma binti Abi Bakar ambaye ameumizwa, nguo zake zikarariwa na pia akaweza kuumizwa kwa sababu ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukamtaja Ali ibn Abi Talib ambaye amejitolea kulala katika kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili hali anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatafutwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawindwa, na mimi kulala sehemu hii ambako alikuwa amelala Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika kuriski maisha yangu, lakini bado akalala sehemu hiyo. Umeiona hiyo picha? Alafu tunaenda mpaka wanaingia katika pango. Abu Bakar wakifika katika pango hilo, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'ni ataqaddamuka ya Rasulullah, niache mimi nikutangulie ya Rasulullah. Da'ni ataqaddamuka, niache mimi nikutangulie kuingia katika pango. Fa in thammata hawamun, ikiwa katika hilo pango kuna wanyama na wadudu wenye madhara, falitusibni awalan faliakun awwala almusab, mimi wacha niwe ni wa kwanza kusubiwa na hilo shida. Dunaka ya Rasulullah, kinyume na wewe ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Siddiq akaingia katika hilo pango, akalikagua. Baada ya kulikagua akaona liko salama, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingia. Wamekaa katika hilo pango kwa muda wa siku 3. Wamekaa katika hilo pango kwa muda wa siku 3. Hizo siku 3 wakiwa wamejificha kwa sababu ya maadui ambao wanawazunguka. Alhadith fi sahihain, fi sahih al-Bukhari bidhat, ya kwamba imefikia wakati wanakuja wale maadui mpaka wanafika katika hilo pango, wanachungulia chini, pamezibwa, lakini ukichungulia ungeweza kuona. Anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana. Law anna ahadahum, law kama mmoja wao, nadhara tahta qadamayhi, angeangalia vizuri chini ya miguu yake, la absarana, angetuona. Sikiza ya maneno, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana, lau kama mmoja wao angeangalia chini ya miguu yake vizuri, la absarana, angetuona. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutam'inan li sahibihi Abi Bakar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno haya kwa kumtuliza kipenzi chake na rafiki yake Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini, unadhania vipi kwa watu ambao ni wawili, Allahu thalithuhuma, na Allah ni watatu wao. Subhanallah. Andhuru ila hadha alkalam aljalil, yatazame haya maneno ambayo ni matukufu, maneno yenye nguvu, maneno yenye kukuliwaza wakati unapokuwa katika dhiki. Sasa hukuma Quraish wametoa tangazo ambalo linasema
atakayempata mtume atapewa zawadi ya ngamia 100. Ngamia 100 kwa kumshika mtume. Ngamia 100 kwa yule ambaye amemshika mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarabu kawaida wana tabia moja, yani challenge ambazo Waarabu wanazo haziko kwenye ngamia 2, 3 au 10. La, Waarabu na ngamia na challenge zao ni 100 min al-ibil, 100 ibili, 100 ibili, 100 ibili. Na nikianza sasa hivi kutaja challenge hizo na 100 ibil ni nyingi sana. Kwa wale ambao wamesoma tarikhi ya adab, al-adab al-arabi, wataona 100 ibil, 100 ibil, 100 ibil, mpaka imefikia baadhi yao wamewalipa wenzao ngamia 100 fi baitin wahid almushtamil ala as-sadr wal ajz. Ngamia 100 kwa beti moja ambayo mushtamil ala sadrin wa ajz. Na mtu ambaye amesoma tarikhi ya Anfinaqa, kabilatu Anfinaqa, anayajua mambo haya. Qaumun humul anfu wal adhnabu ghayruhum faman yusawi bi anfinaqati dhanaba. 100 ibil kwa beti hiyo moja. Sasa ngamia 100, miongoni mwa watu ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallama ni mtu anaitwa Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, muandike kwa alama tofauti kabisa. Suraqa ibn Malik huyu ni mmoja miongoni mwa watu ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijra yake. Alimfuata katika mara ya kwanza, akamfuata katika mara ya pili, akamfuata katika mara ya tatu, na kila akienda mpaka anamfikia. Lakini cha ajabu nini? Cha ajabu ni nini? Pamoja na kwenda na kumfikia, lakini hakuweza kumkamata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila akijaribu kumkaribia mtume sallallahu alaihi wasallam, farasi wake miguu inazama katika mchanga. Kila akimkaribia farasi wake anazama katika michanga, na mwisho akamwambia, ya Rasulullah, niombee kwa Allah, mimi nakuahidi sitokufuata tena wala kukusumbua. Niombee kwa Allah niondoke. Akamuombea, akatoka, akaanza. Akamwombea tena, akashikwa, akatoka, akaanza, mpaka mara ya 3. Mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ala ubashiruka, je, nisikupe bishara bisiwari Kisra? Waonaje nikupe bishara kwamba ipo siku katika maisha yako utakuja kuvaa siwari ya Kisra? Siwari Kisra huyu ni Maliki Rum, Maliki Faris, Maliki Faris, mfalme wa Faris. Je, ala ubashiruka bi siwari Kisra Maliki Rum? Waonaje nisiko bishara ya kwamba utakuja kuvaa mikanda na minyororo na taji za mfalme wa Roma, mfalme wa Persia, Faris. Suraqa faamana bin nabii sallallahu alayhi wasallam. Suraqa akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Suraqa akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam katika huo msafara, kabla hajarudi kwa Makuraishi na kuambia, mimi sina haja tena na hizo ngamia 100 kwa sababu nilichokiona kwa Muhammad kinanitosha kwamba ni mtume wa kweli. Na akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikatimia. Mtume akaishi Madina, mtume akafa, Abubakari akatawala, Abubakari akafa, Umar akatawala. Katika utawala wa Umar ibn Khattab kukafunguliwa mji wa Faris, na akauliza, aina Suraqa? Suraqa yuko wapi? Suraqa akaja na akamwambia, sami'tu nabii sallallahu alaihi wasallam yakulu kadha, na akamwambia hizi ndizo mtume sallallahu alaihi wasallam amekubashiria. Mwisho tukimaliza hapa tunaingia katika nukta nyingine, na hii nukta ambayo inafuata inahusiana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika namba 5 ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kuachana na Suraqa alipita sehemu ambako kunafahamika kwa Ma'bad. Ma'bad
Huyu ni mama miongoni mwa wamama ambao walikuwa wakiishi huko baina ya njia za kutoka Maka kwenda Madina. Kwa njia nyepesi labda uweze kunifahamu, ni wewe uwe unatoka mfano kama mjini kwako, au unatoka Mombasa hapa. Wakati unatoka Mombasa ukawa unaenda Nairobi. Wakati unaenda Nairobi ukafika maeneo kama ni Mtito Andei, ukafika kama ni Samburu, ukafika sehemu labda ni Mariakani, ukafika popote ambapo umefika ni njiani, au umeshavuka Mtito Andei ukafika Kibwezi, ukafika Makindu, ukafika Chasimba, ukafika Emali, ukafika Salama. Yani kuna sehemu umefika ukakuta kuna kijumba cha mtu maskini hapo anakaa na wanyama, lakini wale wanyama hawapo. Yani hivi sasa hivi tunavyozungumza wanyama ukakuta hawapo. Alafu kuna kimbuzi kimoja kimekonda kimekaa kando hapo. Ukafika ukasalimia, katika kusalimiana ukamwambia, je, tunaweza kupata maziwa ya kunywa? Je, tunaweza kupata maziwa ya kunywa? Ile mama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, hapa maziwa huwezi ukayapata. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanyama wote wameenda malishoni. Wanyama wote wameenda malishoni, isipokuwa tu hapa kumebaki kimbuzi kimoja anachokiona hicho kimekonda kijiwezi, na hicho kimbuzi ndicho ambacho kimebaki, hakina hata maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, mlete huyo mbuzi. Mbuzi akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume sallallahu alaihi wasallam fabada yahlubuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam fabada yahlubuha, akaanza kumkamua mbuzi huyo ambaye ni mgonjwa, mbuzi ambaye ni dhaifu. Kitu cha kwanza ambacho kimetokea, mbuzi akawa na afya, mbuzi akarudi sawa na akawa na afya. Kitu cha pili, mbuzi akakamuliwa maziwa ambayo yalijazwa vyombo vya Ummu Ma'bad, vyombo vya Ummu Ma'bad. Hayo yote yanaonyesha maajabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati huo bitahdid, katika tahdid, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko katika hisabu ambayo tutakuja kuitaja tukifika katika kufika Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Hiyo ni moja miongoni mwa mambo ambayo yalimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia la mwisho kabisa katika njia ya hijra ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia sehemu inafahamika kama Quba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia Quba, na alipofikia Quba akajenga msikiti. Masjid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga masjid Quba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojenga msikiti huo, na msikiti huo ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, akimwambia usiende kusimama katika msikiti wa watu waovu, msikiti wa washirikina na wanafiki, wanania mbaya na wewe. Usiende katika huo msikiti unaofahamika kama Masjid Dhirar. Usiende katika Masjid Dhirar. Niende msikiti upi? La masjidun ussisa ala taqwa. Nenda katika msikiti ambao umeasisiwa kwa msingi wa uchamungu. Msikiti unaokusudiwa ni msikiti gani? Ni Masjid Quba. Kwa ndio msikiti wa kwanza ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliujenga. Na baada ya hapa tukimaliza na njia ya hijra, tutaingia katika namna Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyoingia Madina. Namna Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyoingia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoingia Madina. Kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina ni kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwetu sisi kuweza kukijua. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, kwanza kuna uhusiana na mapokezi. Namba ya kwanza, .
Kwanza mapokezi. Mapokezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inambadilisha jina, anaitwa muhajir. Muhajir ni mtu ambaye amegura, na Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha majina hayo ndani ya Qur'an. Wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar, minal muhajirina wal ansar. Naona, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhajir, alafu wale ambao wanampokea Madina wanafahamika kama ansar. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ingia akaitwa ni muhajir. Na mapokezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni kabambe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari watu wa Madina walikuwa washapata habari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Quba. Na nikitoa mfano wa Madina na Quba kwa watu ambao tunaishi katika mji wa Mombasa, naweza nikakutolea mfano kwamba kutoka Quba kuja Madina ni mathalan mtu anayetoka Kilifi kuja Mombasa. Kwa hiyo safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutoka Kilifi kuja Mombasa, tayari watu walikuwa washapata habari kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko Taif na wakati wowote atakuja Madina. Kwa hiyo walikuwa wana hamu na ghamu ya kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbaluhu istiqbalan rahiban sharihan hara, wakampokea mapokezi moto moto kama wanavyosema ya shangwe na nderemo. Watu wakawa wamekaa barabarani, wengine wamepanda kwenye minazi, wengine wamepanda kwenye sakafu za majumba yao. La msingi wanataka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maneno ambayo yaliimbwa kulingana na baadhi ya vitabu vidogo vya tarikh vinavyosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokelewa na nyimbo za tala al-badru alaina min thaniyati al-wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i. Okay, ni masala tarikhia. Wewe kwa leo jua tu kwamba maneno hayo maulama wameyataja katika vitabu vya tarikh kwamba Mtume aliambia maneno hayo. Lakini ukirudi deep kabisa katika baadhi ya vitabu vya tarikh na maulama wengine wa tarikh akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani wanathibitisha kwamba maneno haya ya tala al-badru alaina hayakusemwa wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia Madina kutoka Makka, bali yalisemwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka katika vita. Tayari ameshakaa Madina kwa muda wa kutosha, ima akitoka katika ghazwatu Bani al-Mustalaqi au akitoka katika ghazwatu Khaybar. Ima akitoka katika ghazwatu Bani al-Mustalaqi au akitoka katika ghazwatu Khaybar. Hayo ndiyo maelezo ambayo maulama wanaeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukishapata nukta ya kwanza ambayo ni ya mapokezi, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya ngamia, na ngamia hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imeamrishwa. Ngamia huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameamrishwa kivipi? Ngamia tayari anajua ni wapi ambapo atashukia, ni wapi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam atafikia. Kwa hiyo Mtume wakati anapita katikati ya mji wa Madina, kila familia inampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inzil ilaina fil adadi wal udadi wal man'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakuomba shukia kwetu, shukia katika nyumba zetu. Sisi ni familia kubwa, sisi ni watu wengi, tutaweza kukulinda, tutaweza kukutunza, tutaweza kukupa mahitaji yako ambayo unahitaji. Wakijaribu kushika ile kamba ya ngamia na kumteremsha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia da'uha fa innaha ma'mura, da'uha fa innaha ma'mura, muacheni huyu ngamia kwa sababu ngamia huyu ma'mura, ameamrishwa. Da'uha fa innaha ma'mura, muacheni ngamia huyu kwa sababu ngamia huyu ma'mura, ameamrishwa. Kwa hiyo anajua ni wapi ngamia ataenda. Safari ya ngamia ikaelekea katika sehemu kuu mbili. Safari ya ngamia ikaelekea katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza katika shamba.
la watoto ambao watoto hao walifahamika kama Muadh na Muawadh. Muadh na Muawadh ambao mama yao anafahamika kwa jina la Afra. Huyu ni mama yao anafahamika kwa jina la Afra. Kwa hiyo moja kwa moja ngamia akaenda katika shamba la Muadh na Muawadh ambao ni vijana wawili, baba yao ashakufa, wanaishi na mama yao ambaye anaitwa Afra. Ngamia akafika kwenye hiyo ardhi akaketi. Baada ya kuketi, alafu yule ngamia akanyanyuka. Aliponyanyuka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria akasema, huna sayubna almasjid, hapa kutajengwa msikiti wangu ambao ni Masjid Nabawi. Huna sayubna almasjid, hapa kutajengwa msikiti. Ngamia akanyanyuka. Ngamia aliponyanyuka akaelekea katika nyumba ya Abi Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Akaenda moja kwa moja mpaka katika nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Ngamia huyo akaenda katika nyumba ya Abi Ayyub al-Ansari. Baada ya hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye akashuka katika ngamia na akaingia katika nyumba ya Abi Ayyub al-Ansari na akakaa kwa muda ambao aliyekaa. Baada ya hapo ndipo watu wakaanza kujenga msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na usisahau, nataka ufahamu ya kwamba tukizungumzia kujenga msikiti, kwanza kuishi katika nyumba ya ghorofa. Nyumba ya ghorofa. Nataka niliandike ili neno mlione vizuri, yani ili muweze kuondoka na mawazo ambayo wengi mko nayo. Mtume ameishi katika nyumba ya ghorofa. Underline. Mtume ameishi katika nyumba ya ghorofa. Ukienda kusoma tarikh ya nyumba ya Abi Ayyub al-Ansari utakuta nyumba ile ilikuwa ni ya ghorofa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika nyumba ya ghorofa. Mwanzo alikataa kukaa juu ya ghorofa, akamwambia mimi nitakaa chini. Siku moja katika usiku kukapasuka kibuyu cha maji huko ghorofani. Kile kibuyu cha maji kilipopasuka, maji yakawa yanateremka chini kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatumia mashuka, Abu Ayyub al-Ansari na mke wake wakaamka usiku, wakawa wanatumia mashuka yao katika kuzuia maji yasimfikie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asubuhi kulipokucha, wakamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa sababu hiyo basi mimi nitakubali niende kukaa juu na nyinyi mkae chini. Hoja yao kwa nini walikuwa wataki kukaa juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema la nastati'u an nakuna bainaka wa baina alwahy, sisi hatuwezi tukawa tuko juu baina yako na wahi unaotoka mbinguni, hatuna heshima. Na hoja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini alikuwa ametaka kukaa chini, akasema mimi napendelea nikae chini likathrati zuwari, kwa sababu ya watu wengi ambao wanakuja kunitembelea hapa. Ndio maana nikiwa niko huko juu watu watakuwa wanawapita na kuwasumbua, kwa mimi nataka nikae chini ili msisumbuke nyinyi mkiwa mko juu. Jambo la 4 ambalo la msingi ni kujengwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kujengwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kujengwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kukaa hapo ndani ya Madina, akajenga msikiti. Na baada ya kujenga msikiti, jambo jingine pia la muhimu sana ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia kazi ni kuunganisha baina ya
makabila ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha makabila ambayo yalikuwa katika mji wa Madina, na katika kuunganisha makabila hayo ndio kuna nukta ambayo inafaa nieleze tukiwa tuko hapa chini, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipoingia Madina na akajenga msikiti wake sallallahu alaihi wasallam na akawaunganisha baina muhajirina na ansar, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaandika mkataba ambao aliuandika baina ya Waarabu ambao ni Waislamu katika Ausi na Khazraj na baina ya makabila ambayo ni ya Kiyahudi, kwa sababu Madina kulikuwa na Mayahudi ambao wanaishi pale Madina, ambao ni kama mfano Bani Quraidha, Bani Nadhir, Bani Qainuqa na wengineo, na huko kuna kina Ausi na Khazraj ambao ni makabila makuu ya Madina, na walikuwa kuna vita ambavyo ni vya kuendelea, haviishi kwa sababu ya fitna za Mayahudi na tamaa zao na mali. Mayahudi wanatengeneza silaha lakini si wakulima. Waarabu hawatengenezi silaha lakini ni wakulima. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo mtu anavihitaji katika maisha yake. Kuna kitu kinafahamika kama food security na kuna kitu ambacho kinafahamika kama armed. You need to be armed. Unahitaji kuwa na silaha za kujikinga na maadui. Kama ambavyo silaha na njaa vikai sehemu moja, yani inamaanisha kwamba ukiwa uko na silaha na uko na njaa, silaha zako hazina kazi. Na ukiwa uko na chakula na huna silaha, bado chakula chako huenda kisikusaidii, kwa sababu mtaishi maisha ya vita isiyoisha, kwa sababu huyu mwenye silaha anatamani chakula chako na atatumia zile silaha zake katika kukupokonya chakula chako. Alafu na wewe ambaye ni mwenye chakula unahitaji silaha za kutumia katika kujiprotekti chakula ambacho uko nacho kisiweze kuchukuliwa. Kwa hiyo ikawa Mayahudi wanatumia nafasi hiyo kwa kuwauzia silaha Aus wakati mavuno yako kwa Khazraj, au kwa kuwauzia Khazraj silaha wakati mavuno yanapatikana kwa Aus. Na hiyo ndio kazi ya Mayahudi ila liyauma, mpaka leo tunavyozungumza bado tabia hiyo hawajaiacha. Muhimu ni kwamba kuna vita ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana, na nitazieleza tu kwa njia ambayo ni mukhtasar. Vita ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana katika vita mukhtasar ifuatayo. Na mwenye kitabu hapa ameeleza tu kwamba ghazawati ni vita alivyoshiriki Mtume sallallahu alaihi wasallama, alafu kuna saraya, na saraya ni zile makundi za kijeshi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama alizituma. Na vita ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama amepigana kwa njia ambayo ni ya mukhtasar ni mfano kama ghazwatu Badri, ghazwatu Uhud, ghazwatu Khandaq ambayo inafahamika kama Ahzabi, na pia ghazwati Tabuk. Vini vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallama amepigana. Na katika saraya, mfano saraya ni saria ya Abdullah ibn Jahshi na pia saria ya Hamza ibn Abdul Muttalib. Hizo ni misafara ya kijeshi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizituma ili watu waende kufungua baadhi ya miji ambayo iingie katika Uislamu. Na kwa mukhtasar tu tuchague vita moja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana, ni vita vya Badr. Vita vya Badr ni vita ambayo ilipiganwa katika mwaka wa 2 Hijiria, na chanzo cha vita vya Badr ilikuwa ni revenge, ilikuwa ni kisasi ambacho kinahusiana na mali za Waislamu ambazo zimezuiwa na washirikina Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya kwamba kuna msafara wa kibiashara ambao unatoka Sham kuja Makka, na bila shaka unapita karibu na mji wa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri kwa masahaba kwamba msafara huo tunaenda kuzuia
kwa ajili ya kulipiza mali zetu ambazo zimezuiwa katika mji wa Makka. Tayib, sasa msafara huo ambao walikuwa wanapanga kuzuia hawakuweza kuupata. Habari zikatoka kwa wanafiki Madina, zikaenda mpaka njiani kwa msafara kwamba msafara, jamani, msafara huu unataka kuzuiwa. Aliyekuwa na msafara ni Abi Sufyan kutoka Sham kwenda Makka. Kwa hiyo wakaepa, wakapita katika njia nyingine. Abu Sufyan akaelekea Makka, lakini hawa wanafiki pia wakatuma ujumbe mwingine kutoka Madina kwenda Makka kwamba jamani, ya mashara Quraish, inna irakum, hakika msafara wenu, yaatarihi nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuvamia, yuridu an yaghira ala irikum, anataka kuvamia msafara wenu. Kwa hiyo sasa tuna picha nne hizi kwa haraka haraka. Tuna picha ya mtume na masahaba, kuna picha ya Abi Sufyan pamoja na msafara wake, alafu kuna picha ya wanafiki ambao wanapeleka salamu katika pande za Abi Sufyan na washirikina, alafu kuna kundi la washirikina akina Abi Jahal. Wakati Abu Jahal na washirikina wengine wanajiandaa kuja kutetea mali zao njiani, mara wakapata habari kutoka kwa Abi Sufyan kwamba tayari mimi nimeshanusurika, nimehepa, nimepenya na Muhammad hajanipata. Kwa hiyo tulieni, we are in a safe place, tuko katika hali ambayo ni amani. Wakaona la, haiwezekani. Hata kama mko katika sehemu ya amani, sisi hatuwezi kuacha hii hali, la budda an nakhruja, lazima tatoka. Na wakala viapo, wakasema wallahi, tunaapa kwa jina la Allah, lanadhhabanna badran, tutaenda katika mji wa Badr, katika sehemu ya Badr, wala nanharanna aljazra, na tutachinja ngamia ili tule nyama, wala nashrabanna alkhamra, na tutakunya tembo, tutakunya pombe muda wa kutosha, wala tashhadanna alarab, na warabu watakuja kushuhudia man nahnu, sisi ni akina nani. Challenge hizo na vitisho vya manne, lanadhhabanna badran, lananharanna aljazra, lanashrabanna alkhamra, wala tughanniyanna almughanniyatu, na wanawake watatuimbia mpaka Waarabu wajue sisi ni akina nani. Kwa hiyo kiburi na jeuri wakatoka. Walipotoka wakafika Badr, mipango ya vita ikaanza. Mipango ya vita ilipoanza, ili neno Badri linahusiana na visima ambavyo vinapatikana katika ile ardhi ya Badri. Kulikuwa na visima vingi ambavyo viko na maji, alafu kuna kisima kimoja ambacho ni kikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanga jeshi, amepanga jeshi, washirikina wako upande wa mbele, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko upande mwingine, alafu vile visima vya maji vimeachwa katikati ya majeshi ya kundi mbili za jeshi. Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awqaftana hahuna, sisi umetusimamisha hapa, je, amrun am ra'ayun, awahyun am ra'ayun, je, hapa ambapo sisi tumesimama ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala au ni maoni yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, bal ra'ayun, haya ni maoni yangu. Wakasema basi kama ni maoni yako, sisi tunaonelea tufanye hivi. Tufanyeje? Kwanza, hivi visima vingi vidogo vidogo hivi ambavyo vina maji kidogo kidogo hivi visima tuvizibe. Alafu tukimaliza kuziba hivi visima, sisi tutangulie hiki kisima cha maji tukiache nyuma yetu, alafu wale washirikina watakuwa hawana maji, kwa sababu tukiacha visima vya maji baina yetu, itakuwa kullama nuqatil, kila tunapopigana, wa atashna, na tukapata kiu, saa kulla taifa min aljayshain, kila kundi katika majeshi mawili, jaishul muslimina wa jaishul mushrikina, wanakimbilia kunywa maji. Kwa hiyo badala ya kupigana kwa ajili ya Allah, tutakuwa tunaenda kupigania maji. Lakini endapo tutakuwa tumeenda mbele,
alafu kisima cha maji tumekiacha nyuma yetu, itakuwa sisi wakati tunapigana tukipata na kiu, sisi ndiye ambao utapata maji ya kunywa, alafu wao hawatopata maji ya kunywa. Akili na maarifa. Na kwa sababu ni jambo ambalo ni awahyun am amrun am ra'yun, awahyun am ra'yun, falamma kana dhalika ra'yan min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ilipokuwa hiyo ni rai kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqabila ara'ahum, akakubali maoni yao, watabaqaha, na akayafanyia kazi, na vita ya Badri ikaendelea. Vita vya Badri vilipiganwa katika mwaka wa pili, katika mwezi wa Ramadhani, tena katika siku ya Ijumaa mchana, tarehe 17 siku ya Ijumaa mwezi wa Ramadhan, na maswahaba wakiwa wamefunga. Tasawwari hiyo neema, yani al-insan yamutu shahidan fi shahr Ramadan fi yawm al-jum'a fi wasat Ramadan. Tasawwar, walillahi alhamd. Maswahaba wakawa katika hali hiyo, na hiyo ndio vita ya Badr. Baada ya hapo mwaka wa 3 kukaja vita vya Uhud, baadaye ukapita mwaka wa 4, mwisho katika mwaka wa 4 kuingia mwaka wa 5 kukatokea Ghazwatul Ahzabi. Baada ya Ghazwatul Ahzabi tukaenda katika mwaka wa 6 kukatokea Sulhul Hudaybiyah. Baada ya Sulhul Hudaybiyah tukaja katika mwaka wa 7 kukatokea Ghazwatu Khaybar. Baada ya Ghazwatu Khaybar tukaja katika mwaka wa 8 tukaja katika kufungua mji wa Makka, inafahamika kama Fathu Makka, mwaka wa 8. Baadaye katika huo mwaka wa 8 kukaingia Ghazwatu Thaqifi au Ghazwatu Taif. Katika huo mwaka wa 8 tukaja katika vita ambayo inafahamika kama vita ya Mu'ta. Baada ya vita ya Mu'ta tukaingia katika mwaka wa 9. Ndani ya mwaka wa 9 tukaingia katika vita vya Tabuk. Baada ya vita vya Tabuk ambavyo vimekuwa nje na mji ambao ni wa Madina au miji ya Hijazi. Baada ya hapo tukaingia mwaka wa 10. Mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja Makka. Alipokuja Makka akaja akafanya hijjatul wada'i. Baada ya hijjatul wada'i akatoa khutba yake kubwa kabisa, khutba ambayo imeandikwa katika vitabu vya tarikh. Ukienda kuna kitabu kinaitwa khutbatun nabii sallallahu alaihi wasallam fi hijjatul wada'i kama rawaha Jabir ibn Abdullah, na imeandikwa kitabu maalum ambacho kinazungumzia khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo katika hijjatul wada'i Mtume sallallahu alaihi wasallam amehiji na maswahaba zaidi ya 300,000. Naomba ulizingatie hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hijjatul wadaa na zaidi ya maswahaba 300,000 ambao wote ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hijjatul wadaa Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika mji wa Madina, na aliporudi katika mji wa Madina ikawa mwaka wa 11 ndiyo mwaka wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika Rabii al-Awwal, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa, ndiyo mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.